Naishi jimbo letu hili la Ukonga. Nina makazi jimbo la Ukonga kwenye kata ya Gongo la Mboto na kata ya Pugu. Najua matatizo yetu, sisi ni watu wa jamii yetu hii. Tunaishi pamoja. Mbunge huyu Jerry anaishi Masaki. Na ndio maana ameshindwa kujua shida zetu. Ndugu zangu, nakuhakikishieni kama angekuwa ni mbunge anejali maslahi ya watu wake, angeweza kujua kwamba kando ya barabara ya lami barabara zimekatika. Angeweza kujua mmomonyoko ardhi unaotokana na maporomoko ya maji yalivyoathiri makazi yetu. Lakini kwa kuwa hajui, haijapata kutokea katika kipindi chake chote cha miaka 5 kuzungumzia changamoto zetu wakazi wa jimbo la Ukonga. Ndugu zangu, kuna kitu kinaitwa mfuko wa jimbo. Jimbo la Ukonga kabla hajakatwa lilikuwa linapata zaidi ya milioni 90 kwa miezi 3. Ndugu zangu, nahitaji mbunge mwenye roho mbaya. Kama mbunge aliyemaliza muda wake ndio pekee atakatumia pesa hizo peke yake. Lakini niaminini, milioni 90 ukizigawa kwa miezi 3, milioni 97 ni wastani wa zaidi ya milioni 32 kwa mwezi. Na hii pesa haimo kwenye mshahara wa mbunge wala haimo kwenye posho ya mbunge. Hii pesa ni pembeni kabisa. Na ni pesa maalumu mbunge anawekewa kwenye akaunti yake kwa ajili ya kuamini kwamba anaongoza jamii, ambapo anapofanya ziara kuja kwenye makazi yetu, kukutana na makazi mbalimbali na wakazi mbalimbali wenye shida tofauti, fedha ile kazi yake ni kutekeleza yale maombi yasiyozidi milioni 32 kwa mwezi. Kama angekuwa muungwana, tunaamini milioni 32 kwa mwezi mara miaka 7 ana zaidi ya bilioni 1. Pesa ambayo kama angekuwa na nia njema kuitumia katika jimbo letu hili, maana yake ni kwamba leo tungezungumza kwamba Jerry ametuachia kivuko, kwamba Jerry ametuongezea madarasa, kwamba Jerry amedhibiti michango holela mashuleni. Ndugu zangu, mimi nimepata kuwa mwenyekiti wa mtaa Gongo la Mboto. Nafasi ndogo sana. Na nilifanyia ile kama majaribio kwamba shida ni nini tunapochagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Nikasema nifanye majaribu kwa kuchukua mtaa mdogo tu wa Gongo la Mboto, ambao wakati huo hoja yetu watu wa Gongo la Mboto ilikuwa maji. Nikachukua mtaa ule nikapewa mwenyekiti wa mtaa. Ndani ya miaka miwili ya uongozi wangu tayari Gongo la Mboto ilikuwa na maji zaidi ya 70%. Ninamaliza miaka 5 ya mwenyekiti wa mtaa Gongo la Mboto, Gongo la Mboto ina 95% ya huduma ya maji. Na ndugu zangu, mwenyekiti wa mtaa tumeingia pale tunapata posho 50,000. Tumeondoka tunapata posho shilingi 100,000. Wakati nazungumza habari ya maji, nilionana na wakurugenzi wa manispaa, nao walitujibu kwamba hawana fungu wala budget ya kusambaza maji mtaani. Kwa hiyo maji haya tulisambaza sio kwa ruzuku ya serikali kuu ama halmashauri. Ni kwamba wananchi wanapomchagua kiongozi, maana yake wanakuwa na imani naye, na kiongozi anatakiwa aoneshe utayari kwa wale waliomchagua. Kwa nilichokifanya mimi, nilirudi kwa wakazi, kwa wafanyabiashara na matajiri, nikawaambia katika watu wanaoamini kupitia Qur'ani na Biblia, sadaka kubwa ni 2. Sadaka ya kwanza ni maji na sadaka ya pili ni damu. Kwa hiyo nikawaambia watu wote wafanyabiashara ambao wanaingia kanisani na misikitini, kwa kuwa tuna uwezo wa kupata maji, ninaomba mnisapoti Gongo la Mboto ila maji. Ndugu zangu, ndiyo staili ilivyoshirikisha wananchi wa jimbo wa mtaa wangu wa Gongo la Mboto. Hali naondoka ndio mtaa pekee ndani ya manispaa, ndani ya mkoa mzima wa Dar es Salaam, ambapo wananchi wake walipata maji kwa zaidi ya 90% bila kuwa na pesa za serikali. Lakini pia ndio mtaa pekee ambao mimi mwenyekiti wao wa mtaa nilipata cheti maalum kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa uhamasishaji mkubwa, na wananchi wakakubali kujitolea damu katika mkoa mzima wa Dar es Salaam. Pale nikapata funzo
kwamba shida ni watu tunaowatanguliza mbele. Baada ya kujiridhisha, nikamwambia wenzangu, tuna kila sababu ya kumweka Jerry pembeni, kwa sababu amepata umea. Umea ni mzuri zaidi kiutendaji ukimpata mmea anayejitambua kuliko ubunge, kwa sababu mmea ni mwenyekiti, ama kwa lugha nyepesi ndiyo mwenye mji wake. Mmea ana halmashauri yake, ana madiwani wake, na pia ana bajeti yake ya mfuko wa mmea, kama ambavyo tunazungumza mfuko wa mbunge, na mmea ana bajeti yake. Lakini pia ana bajeti ya kupanga mipango endelevu ya wananchi katika mji wake. Huko alishindwa pia na akaondoka bila kupata chochote. Ndugu zangu, sifa ya binadamu kufa ni mojawapo. Leo hii na uhakika Jerry akifa hata sasa hivi atakuwa amekufa mazima, kwa maana hakuna alama aliyotuachia watu wa jimbo la Ukonga. Lakini mimi nina uhakika hata nipe sekunde hii, kitu ambacho kinawezekana, si ndio? Watu wa Gongo la Mboto watakufa, watabaki wanaisema kwa mambo mazuri niliyofanya katika mtaa. Kwa rekodi hizo zimenisababisha nishawishike kutafuta nafasi ya ubunge, ili nionyeshe jamii kwamba mchawi wetu ni wabunge wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Mfuko wa jimbo peke yake, kwa kuwa sio mkopo, una uwezo wa kutengeneza senta 7 katika kata 7 zilizobaki za jimbo la Ukonga, senta ambazo zitatoa mafunzo kwa vijana wetu, mafunzo ya ufundi, na wakaweza kupata ujuzi. Ndugu zangu, tumekuwa tukiona vijana wa bodaboda wakipata ajali, wanakimbia ajali zao. Nadhani wengine mfahamu, lakini msingi wake unatokana na madereva bodaboda wengi kuwa hawana leseni za udereva. Na kwa nini hawana leseni za udereva? Ni kwa sababu ili upate leseni ya udereva ni lazima ukasome chuo cha udereva. Ili usome chuo cha udereva ni lazima uwe na pesa kulipa ada. Ndugu zangu, watu wote wanaojua kuendesha baiskeli pia ni rahisi kujua kuendesha pikipiki. Sasa hali zetu za uchumi wa Tanzania, wakazi wa jimbo letu la Ukonga tulio wengi tunashindwa kulipa ada za watoto zetu kwenda kujifundisha kuendesha pikipiki, na ndiyo matokeo yake haya. Sasa mimi mkinichagua, na naomba mnichague, hatua ya kwanza ni kutumia mfuko wa mbunge kutengeneza senta ambazo madereva bodaboda watajifundisha hapo bure. Nimwambieni, ile pesa sio mkopo, ni pesa maalum ya mbunge. Akienda pahala akakuta kuna changamoto za wakazi, azitoe na hakuna anayeziuliza zaidi ya kuwa na muktasari kama nimetoa sehemu fulani. Kwa kupitia fursa hiyo inanitosha kabisa kuanzisha senta. Wanaojifundisha kuendesha pikipiki wajifundishe na wapate vyeti. Wanaojifundisha ufundi umeme majumbani, viwandani wajifundishe. Jamani, mimi ni fundi umeme, kwa nazungumza ufundi ambao mimi nimefanikiwa kupitia fani ya ufundi. Na mimi sio muumini wa kuajiriwa, mimi ni muumini wa kujiajiri. Nifanye kazi zako mwenyewe kwa utaratibu wako na mapatano yako. Na msingi wake ninaamini hadi leo Chama cha Mapinduzi hakijawahi kutoa, serikali yake haijawahi kutoa mshahara kwa mfanyakazi wa serikali ambao ukifika mwisho wa mwezi anabaki na akiba ya nusu mshahara. Kwa kuwa ni hivyo, mimi nimeachana na fikra za kufikiria kuajiriwa serikalini. Walio wengi serikalini, ndugu zangu, hata ukimwona leo amejenga nyumba, amenunua gari, chanzo chake ni zile taarifa za CAG za kila mwaka kwamba wanapiga pesa zetu. Hakuna mahala popote serikali inatoa mshahara wa mfanyakazi kutumia siku 45. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, mimi nimewahi kufanya kazi serikalini. Mimi nilikuwa mtumishi wa shirika la umma National Housing. Ndugu zangu, nimeuona huo mshahara. Ikifika mwisho wa mwezi tunatumia ule mshahara umeisha. Tulikuwa na mpango mmoja unaitwa OT, wale walikuwa wanaajiriwa kipindi kile. Baadaye OT